Ni katika shamra za kuaga wanafunzi wa shule ya awali na msingi, yani Sasurea Pre and Primary School, ambapo katika mahafali ya kuaga watoto wa shule ya awali wameonyesha uwezo wao katika nyanja mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kusoma, kuimba na michezo mbalimbali. Wakisoma risala mbele ya mgeni rasmi kutoka benki ya CRDB Bwana Gerard Michael, watoto wa shule hiyo wameomba kuboreshewa mazingira hasa katika ujenzi wa uzio kutokana na shule hiyo kufanya vizuri kitaaluma, hasa katika mtihani wa moko wa darasa la 4 ambapo shule hiyo imeshika nafasi ya pili kiwilaya. Taaluma ya shule. Ndugu mgeni rasmi, taaluma katika shule yetu imepewa kipaumbele kwa kiwango kikubwa sana. Tumekuwa tukifanya mitihani ya ndani na nje ya shule ambapo matokeo yake yamekuwa yakitupa hamasa sisi wanafunzi, walimu wetu na wazazi kwa ujumla. Kwani tumekuwa tukifanya vizuri zaidi, jambo ambalo limekuwa chachu kwa walimu wetu kuongeza bidii zaidi na zaidi. Kwa mfano, mwezi wa 6 darasa la 4 walifanya mtihani wa moko ambapo kati ya shule 40 zilizofanya mtihani ule, shule yetu ilikuwa ya pili kiwilaya, pia ilipata wastani wa daraja A. Tunawashukuru walimu wetu kwa kazi nzuri ya kutufundisha na Mungu awabariki sana. Akijibu risala, meneja wa CRDB Bank Bwana Gerard Michael amesema watashirikiana na wadau mbalimbali kutatua changamoto hizo ili kuwawezesha watoto hao kusoma katika mazingira mazuri wakati wanajipatia elimu. Changamoto ya uchache wa kompyuta, changamoto ya uzio, lakini pia changamoto ya uchache wa madarasa. Niwahakikishie wazazi pamoja na watumishi wote kwamba benki ya CRDB katika hizi changamoto inaenda kuleta solution. Pamoja na kwamba tutashirikiana na wadau wengine, lakini benki ya CRDB itakuwa mstari wa kwanza wa mbele kabisa kuhakikisha kwamba hizi changamoto zote zinakwenda kutatuliwa na taasisi ya Sasurea inaendelea kuwa imara zaidi. Mwisho, tuwashukuru, ni shukrani bado kwa uongozi na walimu wa taasisi ya Sasurea kwa kutualika benki ya CRDB. Tunawashukuru sana kwa kutuona kwamba ni taasisi inayofaa pia kuja katika nafasi, na sisi tuwahakikishie tutahakikisha kwamba taasisi yetu ya Sasurea na sisi benki ya CRDB kama wadau basi inaendelea kukua kila wakati. Wazazi, walezi, kazi kwenu kuleta watoto benki ya CRDB kwa maeneo haya kwa ajili ya kuyaboresha zaidi. Kwa upande wake, mkuu wa shule ya awali na msingi Sasurea Bwana Zakaria Asheri Nkoko amewataka wazazi kuwapeleka watoto wao katika shule hiyo kwa kuwa ni shule pekee inayofanya vizuri kitaaluma katika mkoa wa Mtwara. Leo tulikuwa na mahafali ya kuaga watoto wetu wapendwa pre-unity maana darasa la awali ambao walikuwa takriban 48. Watoto hawa tumewaandaa vizuri kwa ajili ya mwakani darasa la kwanza. Tunamshukuru Mungu, sherehe yetu imeenda vizuri. Shule yetu ina watoto madarasa ya awali, darasa la kwanza, la pili mpaka la 6, ambapo kwa darasa la pili mpaka la 6 bado tunaendelea kupokea watoto kutoka shule zingine. Tunawakaribisha wazazi kutoka shule zingine waweze kufika Mtawanya Sasurea kwa ajili ya uchukuaji wa fomu. Mwakani tutaanza kuchukua watoto wa darasa la kwanza, lakini pia na madarasa mengine kama ambavyo nimesema hapo awali. Wito wangu kwa wazazi, usianze kujiuliza kama utampeleka mtoto wako wapi. Karibu shule ya awali na msingi Sasurea, ambapo mwaka jana tulikuwa na watoto 16, lakini kwa sababu ya imani kubwa ambayo wazazi wametupa, mpaka sasa tuna watoto zaidi ya 120. Kwa hivyo tunawaomba sana wazazi kutoka Mtwara na ikiwezekana hata nje ya Mtwara muweze kufika Sasurea kwa ajili ya kuchukua fomu, na interview zinaendelea siku hadi siku. Nao baadhi ya wazazi wenye watoto wanaosoma katika shule hiyo wamepongeza uongozi na walimu kwa ujumla kwa kuwafundisha watoto na kuwalea katika maadili mema. Ninaitwa Rachel Kimaroni na mshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku ya leo. Tumekuja kwenye mahafali ya shule ya Sasurea. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mwanangu alikuwa anasoma hapo na ameweza kuhitimu, anaelekea class 1. So I'm very grateful kwa sababu watoto wetu wanaendelea vizuri. Tunamshukuru Mungu kwa hakika kwa sababu watoto wetu wamehitimu. Asante. Kwa kweli nadhani elimu ni jukumu la kila mmoja. Hivyo basi napenda kuwashauri wazazi kwamba kila mtu mwenye mtoto mwenye umri wa kwenda shule
jitahidi kuweza kumpeleka mtoto shule, kwa sababu sasa hivi kama tunavyoona fursa za kielimu zimekuwa nyingi na opportunities zimekuwa pia nyingi. Kuna elimu bure, lakini pia kuna shule kama Sasulea na shule nyingine. Kwa hiyo hivyo na waasa wazazi wajitahidi kupeleka watoto wao shule, kwa sababu elimu ni msingi wa maisha yao. Kwa kweli Sasulea wanajali. Mtoto alikuja hajui, sasa anajua nini anakifuata shuleni. Karibuni wazazi Sasulea. Sasulea we care. Kwanza nianze kwa kuwapongeza wazazi, walimu, wazazi wote tunashirikiana vizuri. Pale endapo mtoto anapata changamoto yoyote, mwalimu yuko tayari kuitatua, na hata mzazi pia yuko tayari kushirikiana na walimu ili kufikia malengo ambayo yanakusudiwa. Wazazi nawaambia jamani, hapa ndo kisima cha elimu Sasulea. Karibuni sana, msiogope. Gharama zina kila mtu anaweza kuzimudu. Ni utayari tu. Karibuni Sasulea kwa elimu na maarifa. Lugha inayotumika najua ni Kiingereza. Sasa kwenye Kiingereza hapo walimu wao wangechukua asilimia kubwa zaidi, tuseme labda 75 kwa sababu wao ni watoto, alafu inayobaki 25 kwa ajili ya wazazi. Ni lugha ndio inakuwa changamoto baadhi ya wazazi, lakini asilimia 75 ielekee sana kwa walimu kwa sababu ni mtoto, na asilimia inayobaki basi ibaki kwa wazazi ama walezi wanaowalea watoto wao. Nikiripoti kutoka Mtawanya, na hapa ni shule ya awali na msingi Sasulea, mimi ni Christian Ngao wa Ngao Media.